Biblia inasema nayaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Ukisoma kwa haraka haraka, Biblia inasema nayaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Hivyo ninapata kuelewa kwamba Biblia inatufundisha kwamba hakuna jambo tutakaloliweza wala hakuna jambo tutakalolifanya kwa nguvu zetu sisi likafanikiwa, ama kwa akili zetu pamoja na mawazo yetu likafanikiwa. Hivyo Mungu anatukumbusha kwamba jambo lolote ambalo mwanadamu alishawahi kulifanya, kama liliweza kufanikiwa, Mungu anasema kwamba uliyaweza mambo yote, ama utayaweza mambo yote. Wewe mwanadamu, wewe kijana, unaweza kufanikiwa kwenye maisha yako, Mungu akiwa katikati yako. Hivyo kumbe, Mungu ukimwacha pembeni, unaweza ukajikuta kila siku unajiuliza why, kwa nini unalalamika? Unalalamika kwa sababu umemtenga Mungu mbali na wewe, umeziacha njia zake. Yeye awezaye kukutia nguvu wakati wa shida, wakati wa matatizo, yeye ukimwita, ukimfanya kuwa rafiki yako, unaweza kuwa mshindi. Hivyo ninataka nikukumbushe kijana mwenzangu, wakati huu tuliopo ni wakati ambao vijana wengi wanajisahau sana. Wanasahau kwamba duniani tupo kwa lengo fulani, duniani tupo kwa makusudi fulani, na duniani sisi tunapita. Hapa mahala sio kwetu. Hivyo hatuwezi kufanya namna ya kuwekeza kwa asilimia kubwa katika ulimwengu huu tuliopo, tukasahau kuwekeza kwa asilimia kubwa katika Mungu, katika maisha ya kiroho, kuishi katika mapenzi ya Mungu. Ninaweza nikakwambia kwamba ukiwekeza kwa Mungu hauna cha kupoteza, lakini ukiwekeza kwa wanadamu, wanadamu wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Hivyo ninakukumbusha kijana mwenzangu kwamba wasaa huu na dakika hii ni usiku sana, lakini watumishi wa Mungu bado hatuachi kuwakumbusha vijana wenzetu. Nilivyokuwa ninaanza huduma hii, nilikaa na kufikiria na kutafakari. Nikupe ushuhuda kidogo. Nilitafakari kwamba watu wengi wamekuwa wanatumia mitandao kwa namna ya tofauti tofauti. Watu wengi wamekuwa wakitumia mitandao kwa namna ya kuposti biashara zao, namna ya kukuza maisha yao. Wengine wanatamani kupitia mitandao ya kijamii, wamekuwa wanaitumia kwa ajili ya kuwapotosha vijana wenzetu. Lakini mimi nilimwomba Mungu na nilitamani siku moja Mungu anipe kibali cha kuweza kuwaelimisha vijana wenzetu kupitia mitandao, ili wajue ni namna gani vijana wale waliokata tamaa. Wasaa huu niko naongea na wewe kijana ambaye umekata tamaa. Niko naongea na wewe kijana ambaye unaona kama maisha haya, wewe si chochote, si lolote. Walisha kukatia tamaa ndugu zako, wazazi wako wamekuacha wakitegemea kwamba wewe ni sifuri. Nataka nikuambie, hiyo tamaa waliokukatisha au ni wanadamu, wala hawana maamuzi yoyote juu yako. Ninakukumbusha leo kwamba yuko Mungu ambaye ukimpokea, ukampa maisha yako, akafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wako, wewe utathaminika, wewe utakuwa mpya. Atakutengeneza, atakufinyanga. Huyu baba aliyekuacha wakati wewe umemsahau, ndio huyo ana uwezo wa kukurudisha wakati ambao utamsogelea na kukumbusha wewe, achana na mitandao, achana na kuangalia video za uchi. Hizo zitakupoteza. Mitandaoni humu watu wengi wameharibika, hivyo tumia mtandao sawa sawa.